Baba, asante kwa ajili ya muda na wakati huu. Mungu, asante kwa wote ambao wamekuja, mioyo yao iko tayari kwa ajili ya kupokea. Tunapoanza siku ya leo, mkono wako ukaende na sisi. Mungu, kasimame kama mwalimu, kutufungua, kutuhamisha na kututengeneza. Ninatumika kama chombo tu Baba, nitumie vile utakavyo wewe, kwa utukufu wako. Amen. Mwambie jirani sasa, uniache mpaka baadaye. Okay. Semina yetu inaitwa Chazak, na maana ya Chazak ni neno la Kiebrania, maana yake ni nguvu, divine power. Ni nguvu ambayo ni ya tofauti, lakini subtitle yake inaitwa Be Empowered, kuwezeshwa. Kwa hiyo theme yetu kubwa ni kuwezeshwa. Kuwezeshwa na nini? Kuwezeshwa na nguvu ya Mungu katika kutenda kazi, katika kufanya. Tunaposema kuwezeshwa, maana yake kuna sehemu tupo ambapo hatutakiwi kukaa hapo hapo, tunatakiwa kusogea. Lakini nguvu ya kusogea aidha hatuna ama ni kidogo. Narudia tena, kuwezeshwa maana yake kuna sehemu upo na hautakiwi kubaki hapo hapo, unatakiwa kusogea. Kwa hiyo yawezekana una nguvu au hauna nguvu ya kukuwezesha kusogea, na ndio maana unahitaji kuwezeshwa nguvu ya kuweza kusogea. Yawezekana unatakiwa kuwa empowered kwenye maombi, yawezekana unatakiwa kuwa empowered kwenye uchumi, yawezekana unatakiwa kuwa empowered kwenye afya. Kila mtu ana sehemu yake ambapo anahitaji kuwezeshwa. Ukiniuliza mimi mtumishi wa Mungu, nitasema natamani Mungu aniwezeshe mafuta ya walimu yazidi kuongezeka. Natamani Mungu aniwezeshe hekima ndani yangu izidi. Kuna vitu ambavyo unaweza ukafanya kama mwanadamu, lakini kuna vitu ni lazima Roho Mtakatifu aingilie kati. Kwa sababu Roho Mtakatifu akiingilia kati, kuna aina ya nguvu ambayo itakutofautisha na wengine. Kuna aina ya mamlaka itakutofautisha na mtu mwingine. Katika hizi siku 4, nataka nikwambie, Mungu akusaidie usikose hata siku moja, kwa sababu kila siku itakuwa na package yake kwa ajili ya kukuwezesha wewe uweze kusogea. Bwana Yesu asifiwe. Fungua na mimi kitabu cha Luka, mlango wa 24 mstari wa 49. Luka 24:49. Luka mlango wa 24 mstari wa 49. Biblia yangu inasema hivi: natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Yesu alipofufuka anakutana na wanafunzi wake, na Yesu alikutana na wanafunzi wake mara nyingi, aliwatokea watu mara nyingi. Ukisoma vitabu vyote vya Injili pamoja na Matendo ya Mitume, Yesu hakuwatokea mara moja, Yesu aliwatokea mara nyingi. Na Yesu alipokuwa anawatokea, aliwatokea kipindi bado hawajajazwa Roho Mtakatifu, na alikuwa anatokea physically kwao. Na katika ujumbe ambao alikuwa anawaachia, kila mara alipokuwa anakutana nao, anawaambia nawaletea juu yenu ahadi ya Baba. King James anaandika, anasema, and behold I send the promise of my Father, I send.
mimi ninawaletea ahadi ya Baba. Kwa hiyo ahadi ni ya Baba, lakini anayeileta ni Yesu. Ahadi ni ya Baba, ahadi ni ya Baba, lakini aliyeibeba ahadi sasa hivi anasema mimi ndiye nitakayewaletea ahadi ya Baba. Ahadi ya Baba ni nini? Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ahadi ya Baba ni Roho Mtakatifu, nguvu ya Mungu itendayo kazi. Yesu anawaambia, I'm just a sender, I send. Mimi nitaleta. Kama kuna sender, lazima kuwe kuna receiver. Kama kuna mtu anayetuma, lazima kuwepo na mtu anayepokea. Haiwezekani ukatuma kitu hujui address ya sehemu unapopeleka. Chochote unachokiagiza au chochote kinachotumwa, lazima kuwe kuna sender na lazima kuwe kuna receiver. Ukiwa unatuma mzigo Dar es Salaam, unajua huu mzigo unatakiwa kwenda wapi. Maana yake una uhakika na anayeenda kuupokea huo mzigo. Huwezi ukautuma mzigo sehemu ambapo hauna uhakika na nani anayeupokea. Wakati Yesu anasema hivi, I send the promise of my Father, ninawaletea, maana yake Yesu anawajua hao wanatakiwa kupokea ni kina nani. Maana yake sio kila mtu anatakiwa kupokea. Kuna watu ambao wana qualify, wana vigezo vya kuweza kupokea. Yes, inawezekana Yesu amewatokea kwa wengi, lakini sio kila aliyetokewa na Yesu anapata qualification ya kuweza kupokea promise of our Father. Sio kila mtu ambaye alimtaja Yesu alikuwa na access ya kuweza kupokea ahadi ya Baba. Anasema, tazama nawaletea ahadi ya Baba yangu. Lakini anaendelea tena anasema, hii ahadi iko kwangu. Maana yake nini? I have carried the package of my Father. Mtu hawezi kwenda kwa Baba ila kupitia njia yangu. Maana yake anapokuwa anasema hivyo, anaamini kabisa nimebeba package yote. Na ndio maana uwezo ukapokea nguvu ya Roho Mtakatifu kama wewe hauna mahusiano na Yesu. Sio mahusiano na Baba, mahusiano na Yesu. Kuna vitu unaweza ukapata privilege kwa Baba, lakini kuna vitu huwezi kupata privilege kwa Yesu. Mvua inaweza kukunyeshea, Mungu anaweza kukupa afya, Mungu anaweza kukulinda, lakini ujazo wa Roho Mtakatifu ni lazima uwe na mahusiano na Yesu anayetoa. Nguvu ya Roho Mtakatifu haipo kwa Baba, nguvu ya Roho Mtakatifu iko kwa Yesu. Hata ukimwomba Baba nipe Roho Mtakatifu, atakwambia sina Roho Mtakatifu. Sasa hivi Roho Mtakatifu yuko kwa Yesu. So kama unataka nguvu ya Roho Mtakatifu, kama unataka kuwa empowered, ni lazima uwe na mahusiano na Yesu, kwa sababu anasema I send the promise of my Father. Mimi ndiye ninayetuma, ndiye ninayeleta, ndio ninayekuletea ahadi ya Baba. Maanake aliyebeba ahadi ndiye anayejua address, ni nani anayetakiwa kumpa. Anaendelea tena anasema, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Lakini ukiangalia kuna izazi semicolon au nini wanahitaji zile dot. Walimu wa Kiswahili hivi ukiweka kidoti kimoja cha pili kinakoma, manake kuna mwendelezo si ndio? Lakini full stop mbili manake ni nini? Manake kuna kitu kingine kipya kinachoanza. Halo? Ambacho sijui kama niko sawa, hakitofautiani na kinaongezea cha kwanza. Walimu wanirekebishe. Simbaini si yuko hapa au hayuko hapa?
Simbani sio mwalimu? Niko sahihi? Okay, niko sahihi. Okay. Anasema hivi, ukiangalia anasema lakini. Maana yake nini? Kwenye hiyo ahadi kuna condition. Narudia tena. Kwenye hiyo ahadi, ili uweze kupokea, ninapozungumzia ahadi nazungumzia ile nguvu ambayo tunatakiwa kuipata. Kwenye nguvu ambayo tunatakiwa kuipata, ambayo anayeleta ni Yesu, anasema hivi, lakini. Ukishaona lakini, manake kuna condition. Anataja vitu vitatu. Anasema hivi, kaeni. Kitu cha kwanza ni kukaa. Kukaa. Alafu anautaja, anasema mjini, location, mahali. Anasema ili uweze kupokea ni lazima ukae. Lakini sio tu kukaa, kuna sehemu ameielekeza unaotakiwa kukaa. Biblia Kiswahili imesema mjini, Biblia Kiingereza inatumia neno Jerusalem. Manake ukae Yerusalemu. Usikae Samaria, usikae Galilaya, usikae Nazareti. Ili uweze kupokea hii nguvu, kuna sehemu unaotakiwa kukaa ambapo ni Yerusalemu. Alafu anasema hivi, ukishakaa kuna swala la muda sijawaambieni. Unachotakiwa ni kutii na kukaa. Itachukua muda gani? Haijalishi. Unachotakiwa ni kutii na kukaa. Ukae wapi? Kaa Yerusalemu. Manake nguvu iko available, lakini anayeweza kuipata ni mtu aliyekidhi vigezo na masharti. I'm telling you, vigezo ninavyokuambia, ukiweza kuvishikilia kwa siku 4, kuna sehemu Mungu anakuwezesha. Kuna sehemu Mungu anakusogeza. Anasema kitu cha kwanza kaa. Kitu cha pili, tafuta mji unaoitwa Yerusalemu, nenda kakae. Kitu cha tatu, subiri, time. Na Yesu hajasema mkae kwa muda gani, ila amesema msitoke, kaeni humu. Kitu cha 4, ukishakaa utavikwa nguvu, uwezo utokao juu. Kwa hiyo ile ahadi aliyokuwa anazungumzia, alikuwa anaizungumzia uwezo ambao sio wa mwanadamu, uwezo ambao hauna nature ya mwanadamu, ni uwezo wa Baba mwenyewe. Na uwezo wa Mungu nini? Ni supernatural power. Sio kwamba ni uwezo ambao unautafuta kwa akili zako, ni kitu ambacho kitakuwa kinakutofautisha na mtu mwingine. Kitakuwa kinakusababisha unapata nguvu ambazo wengine hawana. That is supernatural power. Kwa hiyo ili uweze kuvikwa uweza, ni lazima ukae. Ni lazima ukae Yerusalemu, usubiri. Ukishaweza kuqualify kwa vitu vitatu, kitu cha 4 kitakuja automatically, utavishwa nguvu za Mungu. Swala kujiuliza, umekaa sehemu sahihi? Kwa sababu kukaa sio shida. Ulipokaa kunaweza kukaathiri nguvu za Mungu zisizo zinashuka kwako. Narudia tena. Ulipokaa panaweza paka define aina gani ya nguvu unaweza kuipata. Hivi unajua ukikaa Swaso, kuna aina ya nguvu unaipata Swaso. Ukikaa Ilazo, kuna nguvu, kuna aina fulani unaipata Ilazo, si ndio? Ukikaa Tanzania, kuna aina ya nguvu nayo kutokana na mazingira ya Tanzania. Lakini ukikaa United States of America, kuna vitu utaanza kuviona Tanzania ambavyo ulivyokuwa Tanzania ulikuwa uvioni. Uongo kweli? Kwa mfano sasa hivi ukienda kijijini, ukifika kijijini kwa sababu ya exposure ulioipata Dodoma, ukiingia kijijini kuna vitu, kuna potential utaanza kuziona kijijini ambazo wanakijiji hawawezi kuiona. Ni kwa sababu gani? Wewe jicho lako na ufahamu wako kuna sehemu umevuka. So location matters a lot, kuwa na aina gani ya nguvu. Ndio maana wengine wanasema ukitembea na waridi na wewe utafanya? Utanukia. Wengine wanasema ukitembea na mlevi na wewe utakuwa nini?
mlevi nini. Kuna nguvu kutokana na location inayokusababisha eneo ulipoingia lidefine wewe kesho utakuwa nani. Sehemu nyingine hapo hapo Luka 24:49 kwenye Matendo 1:4 the same Jesus anaongea, lakini sasa hivi anaongea kwa ukali. Anasema hivi, Matendo 1:4 anasema hivi, hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Kwa hiyo mjini panapozungumziwa ni Yerusalemu, ila sasa hivi anaongeza kitu kingine, anawacommand. Biblia ya Kiingereza anasema and he commanded them that they should not depart from Jerusalem. Anawalazimisha msitoke kwenye location inayoitwa Yerusalemu. Kama mnataka kupata uwezo, kuna sehemu hamtakiwi kutoka, kuna sehemu mnatakiwa kukaa. Haijalishi ni miaka 10 kaa, haijalishi ni miaka 20 kaa, haijalishi ni miaka 30 kaa. Kama unataka kupokea, usihangaike, usitangetange, kaa, tulia, kwa sababu hapo ndipo kuna nguvu zako, hapo ndipo kuna muujiza wako, hapo ndipo kuna kusogea kwako. Hawaongelei sehemu nyingine. Yesu anasisitiza, anasema he commanded them, akawalazimisha, akawapa amri msitoke Yerusalemu. Anajua siku mtakayotoka kuna kitu hakitakuja kwenye maisha yenu. Matendo 1:4 anasema bali waingojee ahadi ya Baba, kama Luka alivyoandika. Anasema bali waingojee ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Bali muingojee. Unaingojea wapi hii nguvu? Unaingojea wapi nguvu ya kukubadilisha? Unaipatia wapi nguvu itakayochange maisha yako? Unaipatia wapi nguvu? Yesu anasema sehemu moja mimi ninaondoka, lakini ninawasisitiza kaeni Yerusalemu. Wakati anawaambia kaeni Yerusalemu, hapo Yerusalemu kuna watu walimtesa Yesu, hapo Yerusalemu kuna walevi, hapo Yerusalemu kuna wanyang'anyi. Lakini anasema haijalishi wanyang'anyi walipo, lakini kuna sababu ya ninyi kukaa Yerusalemu. Means swala la kupokea nguvu sio swala la jumuiya. Swala la kupokea nguvu ni swala binafsi. Halo? Swala la kupokea nguvu haijalishi uko kwenye mazingira aina gani. Ni mahusiano wako wewe na Baba ndio atakayopelekea aina ya nguvu ambayo unatakiwa kuipokea. Haijalishi utakaa hapa kwa siku ngapi, lakini nataka nikwambie it's only you to connect yourself. Ni wewe kujiconnect na ile nguvu, alafu ile nguvu itashuka juu yako. Tuanze kitu cha kwanza. Anasema kaa. Biblia ya Kiingereza kwenye Luka 24:49 ukisoma King James anatumia neno tari. Tari. T-A-R-R-Y. Tari. Tari sio tu kukaa. Tari maana yake ni kukawia. Anaelezea, anasema ni delaying. How you delay to leave a place. Unapochelewa kutoka sehemu. Maana yake nini? Yesu anamwambia hivi, msikae tu, nataka mdelay kutoka Yerusalemu. Subirini, msitoke. Kaeni kidogo. Subiri, delay kidogo. Niliposoma hii nikaja kujua kwamba sio kila delay kwenye maisha yako ni nguvu ya giza. Halo? Mungu mwenyewe anasema hivi, delay leaving Jerusalem. Manake kuna wengine walikaa wakaona maisha yanawapiga wakatoka, lakini Yesu anawaambia ninyi wanafunzi wangu mnatakiwa kupokea hizi nguvu. Delay going out. Kawia kidogo. Kaa kidogo. Usiwe na haraka ya kutoka, usiwe na haraka ya kufanya. Wakati wengine wanaendelea na shughuli nyingine, wakati wengine wanasafiri, wewe safari hazitokei. Wakati wengine wanajenga,
wewe nguvu ya kujenga hauna. Wakati wengine wanakimbia, wewe nguvu ya kukimbia hauna. Wakati wengine wanafunga na kuomba, wewe nguvu ya kufunga na kuomba hauna. Kuna muda unamtafuta pastor, unasema nadhani kuna kitu hakiko sawa, lakini wakati huo Mungu kama ni mapenzi yake anasema uko sahihi mwanangu, nataka usubiri kwanza, wakati wako bado. Kuna vitu ni ngumu kumeza. Anaambia subirini kidogo. Kuna muda Petro anataka kutoka, Yesu anamwambia usiondoke. Kuna muda mama anaumwa, wanatakiwa kumguze, anamwambia acha watu wengine watamguza, wewe endelea kusubiri. Yawezekana kuna vitu unaona vinachelewa. Kwa nini havitokei kwa wakati? Kwa nini haviji kwa wakati ambao unatakiwa? Kumbe muda mwingine ni Mungu anakuchelewesha kwa sababu anajua ukienda bila aina fulani ya nguvu unavipoteza. Kuna muda tunatamani sana Mungu afanye zaidi ya vile tunavyoomba. Na kuna muda tunatamani Mungu afanye vile tulivyomwambia Mungu fanya. Alafu kuna muda Mungu hakupi sawa sawa unavyoomba wewe, anatoa sawa sawa na yeye anavyotaka kwako. Yesu alikuwa na uwezo wa kuwapa siku ile ile, lakini alikuwa anatafuta kutulia. Unapotulia, Mungu anatafuta utulivu ndani yako. Unapotulia, Mungu kuna vitu anavitengeneza ndani yako. Muda mwingine delaying ni kwa sababu ya kukushepu aina ya tabia. Muda mwingine delaying ni namna ambavyo Mungu anakuandaa kwa kitu kikubwa ambacho kinakuja kwako. Muda mwingine kudelay, Mungu anakuandaa kwa aina fulani ya watu utakaoweza kuongea nao. Anawaambia subirini kwanza, vuteni kazi kwanza. Kuna muda Yesu alizaliwa, afu Biblia inasema kwa miaka 30 alikuwepo nyumbani kwao. Na Luka anaandika anasema alikuwa akimsaidia baba yake kazi za nini? Za useremala. Na kuna muda ndugu zake wakamfuata. Wanasema wewe unasema ni mwana wa Mungu, mbona utoki kwenda? Mbona ujionyeshe? Akawaambia wakati wenu mnao, lakini wakati wangu bado. Imagine miaka 30, kuna wadogo zake walizaliwa, kuna wadogo zake wamekuwa, wameanza kuwa na maendeleo. Yesu yuko pale pale. Yesu ni nini? Alikuwa anatari, alikuwa anasubiri wakati wangu utafika. Na ngoja nikwambie, anayemsubiri Bwana hatumii muda mrefu kufanya vile wengine walivyofanya. Ukifanya wewe kwa nguvu zako, kama Mungu amekwambia subiri, ukalazimisha kitu kile kile, wakati majira ya Bwana angefika, ungekitumia kwa mwezi mmoja, kitu kile kile unaweza kukifanya kwa miaka 10. Si kama naeleweka? Yesu, Yohana alikuwa tayari. Yohana, Biblia inasema tangu mdogo Yohana yuko majangwani anafanya, kwa sababu ni muda wake. Yesu, mbali na vyote tunavyomhubiri, Yesu alifanya kazi muda mchache kuliko Yohana Mbatizaji. Yesu leo hii tunamhubiri, kesho tutamhubiri, miaka 2000 na zaidi wanamhubiri. Ni kwa sababu Yesu alikuwa duniani miaka 3 tu kufanya kazi, lakini miaka 30 alikuwa anasubiri, anatari, anasubiria wakati wake. Minzi chochote ambacho Mungu amekisubirisha kwako na ukakisikia, impact yake inakuwa kubwa kwenye maisha yako. Kinakuwa na matokeo makubwa kuliko ungeanza wewe mwenyewe. Anasema kaa. Lakini kwenye kukaa, muda mwingine kuna vitu hautakiwi kufanya. Kuna vitu hautakiwi kufanya kimazoea. Muda mwingine anakuambia subiri, kaa, ili ujirekebishe. Kuna vitu inawezekana ulikuwa unafanya kimazoea. Unaenda kanisani ni kwa sababu ni Jumapili. Unafunga kwa sababu umepewa funga. Lakini ndani yako hakuna mzigo, hakuna uzito wowote. Mungu akikuangalia na kuona bado hujawa tayari kupokea nguvu, ahadi ya Baba, anasema endelea kusubiri. Kuna muda ndani kuna chemka, unasema nataka nipewe mic nihubiri, nianze kuhubiri, nianze kupewa madhabahu. Mungu akikuangalia anajua kabisa nikikupa hiyo ruhusa watu watakimbia. Subiri. Wakati unasubiri, unatamani, kila unaenda unashangaa Mungu anaondoa kibali kwa watumishi hawakupi, hawakualiki. Unajaribu kukimbia, nina makosa gani? Kila siku unaomba toba, alafu Mungu anasema haujakosea chochote, upo kwenye tari, tulia. Kwa sababu gani? Mungu kuna vitu anaviangalia, anataka uwe serious navyo. Mungu anataka uwe serious na kuomba.
Mungu anataka uwe na serious na kusoma neno lake. Mungu anataka uwe serious na kumtafuta yeye. Inawezekana unamtafuta lakini unabahatisha bahati. Mungu anataka uwe serious. Anaposema kaa, kuna vitu unaanza kuobserve. Ngoja nikwambie, ulipokaa hapo unaniangalia mimi, unaweza ukasema details zote ambazo leo ninayo. Yaani nikimpa kila mtu ataweza kunielezea vizuri sana, ni kwa sababu umekaa. Nikikwambia elezea madhabahu, utaielezea madhabahu vizuri sana. Ni kwa sababu gani? Umetulia, focus iko madhabahuni. Unaona details ambazo ungekuwa unasimama unatembea tembea usingeweza kuona. Mungu anaposema kaa, tulia, means anataka ufocus. Kuna vitu ulikuwa uvioni, unapokaa na kufocus, kuna vitu unaanza kuviona. Kuna mapungufu unaanza kuona. Kuna details unaanza kuziona. Unasema nadhani kilikuwa hiki sio sawa, lakini hiki ni sawa. Anaposema kaa, tulia, kaa. Muda mwingine kukaa ni kukutengeneza. Muda mwingine kukaa ni kuacha baadhi ya vitu. Inawezekana kuna tabia ambayo unajaribu kuiacha, unashindwa, lakini ndio inaokuzuia ahadi ya Baba isiweze kufanya kazi kwako. Halo, nilisema ahadi ya Baba kuna sender na kuna nani? Na receiver. Lakini sender anajua address ya receiver, lakini receiver inawezekana asimjue sender. Kuna zawadi zinaweza zikaletwa kwako, si ndio? Na mtu asiandike yeye ni nani, lakini ukazipokea. Ni kwa sababu sender lazima mjue receiver, lakini receiver sio lazima mjue sender. Muda mwingine kuna tabia, muda mwingine kuna addiction ambayo inasababisha sender ambaye ni Yesu asiweze kuleta mzigo kudeliver kwako. Anadeliver nini? Ahadi ya Baba ambayo ni nguvu ya Mungu iweze kufanya kazi ndani yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika semina hii, kila ambaye anatakiwa kupokea akapokea ahadi ya Baba sawa sawa na kile ambacho kiko ndani ya moyo wako. Twende kitu cha pili. Anasema kaeni humu mjini Yerusalemu, location. Anasema kaa. Kumbe unaweza ukakaa, lakini location uliochagua kukaa isiwe sahihi. Unaweza ukawa ni mtu sahihi na unaweza ukawa umekaa, lakini ulipokaa sio sehemu sahihi. Na kwa sababu hiyo utasababisha hata kama nguvu ilitakiwa kuja kwako, haiji ni kwa sababu tu ya location. Narudia tena. Kuna mwingine amekaa nje, naye amekaa, na inawezekana yuko very sensitive na ametulia, lakini kuna vitu hawezi kupokea kwa sababu ya location yake. Anawaambia msitoke Yerusalemu. Sasa swala kujiuliza, kwa nini katika Israeli yote alichagua Yerusalemu? Yerusalemu kwenye ulimwengu wa roho sio sehemu ya kawaida. Kama mnakumbuka tunafundishaga kuhusu malango, sio kama wangapi wanakumbuka. Nisema kila sehemu kuna malango. Yerusalemu ni lango ambalo Mungu alilichagua. Yesu mwenyewe alizaliwa katika Yudea ya Bethlehem. Lakini sio Yudea yote. Yerusalemu ndipo sehemu ambapo alihukumiwa. Yerusalemu ndipo ambapo ukisoma kabla ya Yerusalemu ndipo Isaka alitolewa kama sadaka. Yerusalemu ndipo ambapo Mungu alipotaka kumwadhibu Daudi alishuka kwa Myebusi, mnamkumbuka? Alafu malaika alikuwa amesimama na upanga. Alafu Daudi alipomuona akalala chini. Alafu Daudi akapanunua mahali pale akamtolea Mungu sadaka. Alafu baadaye nasema mwanae Sulemani akaja akajenga madhabahu pale pale kwa baba yake. Means katika ulimwengu wa roho anaposema mkae, hii sehemu ni poto. Hii sehemu ni madhabahu. Hello? Means aina ya madhabahu ambayo uko chini yake inaweza kadetermine aina ya nguvu inayotakiwa kuingia ndani yako.
Sika unaeleweka? Aina ya sehemu ambapo upo ina uwezo wa kudefine aina gani ya nguvu ya Mungu inayoweza kushuka ndani yako. Means waliokaa Yerusalemu na kupokea walikuwa ni tofauti na waliokaa Samaria, ingawa wote ni watoto wa Mungu. Means anaisema location Yesu anamaanisha nini? Anatuambia sisi be careful. Inapokuja kwenye supernatural power, inapokuja nguvu za kiroho, sio kila location inaweza ika-attract kupata hiyo nguvu. Be careful na altar, kwa sababu aina ya altar ndio itakayoweza kudefine aina ya nguvu unayotegemea kuipokea. Anawaambia msitoke Yerusalemu, kwa sababu Yerusalemu mnaiona ni sehemu ya kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho sio sehemu ya kawaida. Kila aliyekuwa anatembea na nguvu ya Mungu kuna kitu alikifanya. Daudi aliujenga mji wake hapo hapo Zion City, hapo hapo aliujenga. Yesu alifanya kila kitu hapo hapo Yerusalemu. Isaka alitakiwa kutolewa hapo hapo. Mungu anabadilisha ghadhabu, alipitia hapo hapo. Means kwenye ulimwengu wa roho sio kitu cha kawaida. Kwenye ulimwengu wa roho ni lango linaloweza kuruhusu nguvu ya Mungu kupita. Swala kujiuliza, sehemu ambapo upo inaweza kusababisha ukawa empowered. Inaweza ikasababisha nguvu ya Mungu ikatembea na wewe. Anawaambia msitoke Yerusalemu. Kwenye Kutoka 1:4 anasema I command, ninawapa amri msitoke, msiende popote. Means location kwenye ulimwengu wa roho matters. Sasa location ya sasa kwenye Agano Jipya sio jengo, sio sehemu. Yesu anamwambia yule mama, anasema hivi, na muda itafika wamwabudio halisi watamwabudu katika roho na kweli. Hawatamwabudu katika jengo lile, hawatamwabudu katika mlima ule. Means wanaotakiwa kumwabudu ni lazima uwe na mahusiano na Mungu ili roho aweze kushuka ndani yako. Yule mama anasema hatuchangamani, lakini sisi tunamwabudu Mungu katika mlima huu. Akasema yes, lakini kuna muda utafika watakaokuwa wanamwabudu Mungu halisi na waweze kutembea na nguvu ya Mungu, ni lazima wawe na mahusiano na huyo Mungu. Na kitu pekee, roho atakaa na kuwa rafiki yao. Tunaposema kuwezeshwa, ni lazima tufocus na Mungu. Ni lazima tuwe na mahusiano na Mungu. Lakini lazima tuwe tunajua tunayemwabudu. Lazima tujue tunayemtafuta. Lakini njia za kumtafuta ni lazima tuwe tunazijua, kwamba njia hii ninayomtafutia Mungu ni njia sahihi. Unajua kwamba aina ya mafundisho yanaweza kukusababisha nguvu ya Mungu aina fulani isiweze kufanya kazi ndani yako. Aina ya kuomba inaweza kusababisha kuna aina ya nguvu haiwezi kufanya kazi ndani yako. Uelewa wako wa kiroho unaweza ukasababisha nguvu ya Mungu pia, aina gani ya nguvu ya Mungu iweze kufanya kazi ndani yako na isiweze kufanya kazi ndani yako. Anaposema location, be careful. Be careful. Be careful. Location inaweza kawa namna unavyopata knowledge, maarifa, namna unavyofundishwa, namna unavyosoma neno, namna unavyoomba, inaweza ikaathiri namna unavyoweza kujiattract nguvu. Anasema siwezi kuwapa ahadi ya Baba mpaka nimeona mmekaa tena katika location na mkisubiri. Na ngoja nikwambie, nguvu za giza zinajua kitu ambacho Mungu anataka kwenda kukupa, au kitu ambacho Mungu anataka kukupa. Kitakachofanyika, nguvu za giza zitaanza kushindana na wewe. Kushindana nawe katika vitu viwili. Aidha usiwe na utulivu, ama utoke kwenye location sahihi. Halo? Narudia tena. Kwa sababu Mungu hawezi kuachilia mpaka vitu vikubwa vile vimefanyika. Adui anaweza kusababisha usiwe na utulivu, usiweze kukaa. Kila unapotaka kuomba kuna kitu kinatokea, kwa hiyo hauna utulivu. Unaposema ninataka kufunga, kuna jambo linatokea, hauna utulivu, kwa hiyo huwezi kufocus na Mungu. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu haujafocus, kuna kitu na kimisi. Au kitu cha pili, atakuondoa kwenye sehemu sahihi
uliotakiwa kukaa na kupokea. Alafu atakusababisha ukae sehemu umekaa, lakini sio kwenye sehemu sahihi. Means unaenda kuvimisi vyote viwili. Ninaleka watumishi wa Bwana, ngoja nikwambie, wakati Yesu anawaambia kaeni, hawa jamaa wakakaa, hawamna kinachotokea. Njaa ikaanza kuwapiga, maisha yakaanza kuwapiga. Unajua nini kilitokea? Kuna muda Petro akasema, fungua na mimi kitabu cha Yohana 21. Yohana 21. Kuna muda Petro akashindwa kuvumilia. Biblia inasema Petro akaondoka, nadhani mstari wa kwanza wa pili. Akaondoka akaenda katika bahari ya Tiberias. Akaenda akawaaga wenzake, akasema ninaenda kuvua samaki. Si ndivyo inavyosema? Lakini kwenye Luka, kwenye Matendo wameambiwa fanya nini? Wakae, wasitoke wapi? Yerusalemu. Petro ambaye Yesu alisema hivi, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, the same Petro anatoka alipoambiwa kukaa, anaenda kuvua samaki. Means mazingira yanabadilishwa. Means maisha yanampiga Petro, haoni tena ahadi ya Baba, ila anaona kwamba nitakufa na njaa. Mpaka anarudi kufanya alichokuwa anakifanya. Maana yake kuna maisha yalipita. Petro akasema haiwezekani kukaa kwenye haya maisha, ni lazima niondoke Yerusalemu. Hii ahadi ninaisubiria miaka, siwezi kukaa. Ahadi ya Baba inawezekana kwako ikawa miaka 2, kwangu ikawa miaka 5, lakini bado itabaki ahadi ya Baba. Mwingine inawezekana ni wiki, mwingine ni siku 2, lakini bado itabaki ahadi ya Baba. Nataka nikwambie, usitoke alipokuambia ukae. Kama ni kuomba, usiache aina hiyo ya maombi, endelea kuomba. Kama ni kufunga, usiache kufunga, endelea kufunga. Ni kwa sababu unaendelea kukaa na kufocus mpaka jambo liweze kutokea. Petro aliambiwa na malango ya kuzimu hayatakushinda. The same Petro ameanza kushindwa. Na Petro, Biblia ilikuwa inajua na adui alikuwa anajua. Petro alikuwa na ushawishi. Aliposema anaondoka, watu wengine 6 wakamfuata. Ukisoma, kuna wana wa Zebedayo 2, kuna Tomaso alimfuata. Kuna nadhani wametajwa watu 6 naye akiwa wa 7. Imagine katika wanafunzi 11 waliobaki, watu 7 wameondoka, wamebaki watu wangapi? 4. Biblia inasema Petro akamwambia, ninaenda kuvua samaki. Ninarudi kwenye kazi yangu. Ninarudi kwenye njia niliyokuwa ninaiendea. Means kuna kubackslide usipokuwa makini katika kusubiri. Kuna kukata tamaa, kuna waingiaga usipokuwa makini katika kusubiri. Ushawahi kuonaga umeokoka vizuri, lakini kila unachokifanya kina matokeo? Kuna muda inakujaga mawazo kusema, nadhani kuokoka haikuwa sahihi, labda nirudi. Mbona nilipokuwa duniani nilikuwa navipata kirahisi? Nataka nikwambie, hold on. Soon and soon Mungu atakushushia nguvu yake. Lakini ukitoka, kuna vitu utaanza kumiss. Leo ninaongea na makundi ya watu wawili. Kuna watu ambao wameondoka kabisa, na kuna watu ambao wameenda kukata tamaa kwa sababu havitokei. Kwake haitokei. Huo muujiza kwake hautokei. Nataka nikwambie, kama unaendelea kumshikilia Mungu, ni swala la muda, ahadi ya Baba lazima itokee. Petro akaondoka. Petro akarudi kwenye biashara yake. Petro akarudi kwenye njia zake. Petro akabackslide. Maana yake kama Petro alikuwa ni mlevi, Petro alirudi kwenye ulevi. Kama Petro alikuwa ni mwizi, Petro alirudi kwenye wizi. Na sijui kwa nini mtu anaye backslide anakuaga ni mbaya kuliko yule ambaye hakubackslide. Mtu anayerudi nyuma, yani aliokoka karudi nyuma, anakuaga ni mbaya kuliko yule ambaye hata hajaokoka. Petro akarudi kwa kasi kuvua samaki. Akaingiza mashua kwenye kuvua samaki. Biblia yangu inaniambia walikesha usiku kucha, hawakupata nini? Samaki. Alafu wakarudi wakawa wamekaa pwani. Alafu walivyokaa pwani, Yesu akawatokea
and yet walishindwa kumjua kwamba huyu ni Yesu. Minzi mahusiano na Mungu yalipotea mpaka uwepo wa Mungu ulipokuja, walishindwa kutambua kuna uwepo wa Mungu katikati yetu. Halo? Kinachoshindana na wewe usiweze kuidentify kwamba katika situation unayopitia bado Mungu yuko na wewe. Katika challenge unayopitia bado Mungu yuko na wewe. Katika hilo ambalo ni gumu bado Mungu yuko na wewe. Nataka nikwambie, ukipoteza mahusiano na Mungu, ukipoteza mahusiano na Yesu, ukapoteza mahusiano na Roho Mtakatifu, kuna miujiza inaweza ikawa inafanyika and yet wewe hautaiona kama ni miujiza, utaona ni kitu cha kawaida. Bibi yangu inaniambia katika Yohana 21 anasema Yesu akawatokea na yetu walishindwa kumtambua kuwa ni Yesu. Ndivyo Biblia inavyosema. Na Yesu akawaambiaje? Imekuwaje? Wakasema tumeenda kuvua usiku kucha hatujapata kitu chochote. Yesu akamwambia hivi, tupeni jarifa upande wa kulia wa boti. Ngoja nikwambie, Yesu wakati anamtokea Petro, alimtokea Petro akamwambia hivi, twende kilindini katikati. Na ngoja nikwambie, samaki hawakaagi ukingo wa bahari kwenye maji mafupi. Hawakai kwenye shore, kwenye ufukwe. Samaki hawakai kwenye ufukwe. Hata wale dagaa hawakai kwenye ufukwe. Samaki wote wanaanza kukaa unapoingia ndani baharini. Na masamaki makubwa yanakaa katikati ya bahari. Na ndio maana siku ya kwanza anamtokea Petro alionyesha nguvu zake kwa namna alivyokuwa anafanya Petro. Lakini safari hii Yesu anataka kuwaonyesha kwamba sijawaacha. Kuna muujiza nataka nifanye ambao hujawahi kufanyika. Anawaambia tupeni jarifa upande wa kulia. Alafu Biblia inasema alipotupa jarifa upande wa kulia, walipolivuta, nilikuwa nasoma inasema ni diraa 200, si ndio? Lile jarifa ilikuwa ile neti ilikuwa ni neti. Ilikuwa ina ukubwa wa mita 90. Ukiconvert ni mita 90, ilikuwa ni kubwa sana. Alafu wakalitupa lote. Boti ilipokuwa imepaki, sio inaenda, ilipokuwa imepaki akalitupa upande wa kulia. Alafu akamwambia vuteni. Walipovuta, Biblia inasema samaki walikuwa ni wengi, hata wao walishindwa kulivuta. Na sehemu nyingine inaendelea inasema samaki wakubwa walikuwa 150. Samaki wakubwa katika lilikuwa ni kubwa sana. Imagine muujiza gani unaweza ukatokea kwenye fukwe, samaki wakubwa wajae. Biblia inasema yule mwanafunzi aliyempenda Yesu alipoona hivyo alitambua huyu sio mtu wa kawaida, huyu ni Yesu. Nini ninachokufundisha? Mungu akakupe macho ya kuona kinachofanyika chochote cha tofauti kwenye chochote unachokifanya, umuone Yesu kwamba bado yuko na wewe. Giza linapokuwa limetanda, ukaanza kuona kamwanga kidogo, ujue Mungu hajakusahau, bado Mungu yuko na wewe. Kuna muda unatamani, unakuwa unaona kama unafukuzwa, kama unaondolewa, alafu inatokea favor tu inakuja. Ujue huyo aliyetumwa ni Yesu, alikuwepo ndani yake. Biblia inasema wakajaribu kulivuta likawa ni zito. Wakaita wanafunzi wengine waje kuwasaidia kuvuta. Alafu kuna kitu kikatokea. Petro alivyoona vile akajitupa baharini kwa sababu alikuwa yuko uchi. Kwa sababu alikuwa yuko uchi. Means alirudi kwenye njia zake za mwanzo. Alikuwa naked. Manake hana tena utukufu. Hakuwa amekuwa covered na chochote. Alikuwa mbali na Mungu. Hakuwa anaomba tena Petro. Hakuwa anamtafuta Mungu tena. Lakini Mungu kuna kitu ndani yake alikiona. Mungu aliona jiwe na juu yake ameweka kanisa. Mungu alimuona Petro akihubiri. Mungu aliona potential, ingawa udhaifu wake umejitokeza tena, lakini Mungu hajauona udhaifu wake. Kuna kitu Mungu alikiona cha zaidi, akaenda kumtafuta. Na ndio kwenye hii semina, inawezekana umekuja umenyongonyea. Inawezekana umekuja hauna amani. Nataka nikuambie umekuja sehemu sahihi. Yesu bado anakupenda. Yesu bado anakutafuta. Yesu akikuangalia na uona mlima ambao juu yake atajenga kanisa lake.
Yesu bado akikuangalia anakuona bado unatakiwa kuwa manager ili injili iweze kwenda. Yesu akikuangalia ingawa unalewa sasa hivi, lakini hauoni ulevi ndani yako. Wewe unajiona ni mlevi, uko naked mbele yake. Lakini Yesu akumlaumu Petro akasema uko uchi. Petro ndo alisema Baba niko uchi, lakini Yesu alisema sio uko uchi, bado ninaliona neno langu ndani yako. Wewe ni mwamba na juu ya huu mwamba nitalijenga kanisa langu. Ngoja nikwambie, kinachomvuta Mungu kwako ni lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Anajua kuna siku tu utarudi pwani na kuvua samaki ukiwa uchi. Kuna muda utarudi kwenye njia zako, kuna muda utateleza, kuna muda utaanguka, lakini bado Mungu anakutafuta. Na ndio maana ameandaa semina hii siku 4 ili uwe empowered uweze kutoka tena. Uliposhikiliwa uweze kunyanyuka, uliposhindwa uweze kukunyanyua, ulipolala uweze kukuamsha, ulipodondoka aweze kukuinua, aseme mwanangu unaweza, sogea tena mbele, unaweza, piga hatua tena mbele. Akamwita Petro na wengine wakatoka, wakawa wanapata chai. Imagine muujiza wa kupata samaki kando kando ya bahari ile walioenda kuvua mbali. Kumbe samaki wapo karibu na walishindwa kuwaona. Kama wangemuona Yesu mapema wangewaona wale samaki, lakini kwa sababu walishindwa kumuona Yesu mapema, hata samaki waliokuwepo walishindwa kuwaona. Ninachokisema, unapokuwa unamuona Yesu, Yesu anapojifunua kwako, kuna vitu ambavyo wenzako hawataweza kuviona, wewe utakuwa unaweza kuviona. Kuna shida kwao itakuwa ni shida, kwako haitakuwa ni shida, kwa sababu unavyoona wewe sivyo wanavyoona wao. Unavyochukulia jambo wewe sivyo wanavyolichukulia wao, kwa sababu kuna level ya kumuona Yesu kwenye hiyo situation ambayo marafiki zako hawaioni. Akamwambia twendeni tukapate kifungua kinywa. Walipokuwa wanakula, Yesu alimuuliza swali hili. Mstari wa 13 mpaka 15. 12, 13, 14, 15. Je, Petro, wanipenda kuliko hawa? Wanipenda kuliko hawa? Najua umesoma, lakini sidhani kama ulielewa kwa uelewa huu. Anasema hivi, do you love me more than this? Hazungumzii watu, alikuwa anazungumzia samaki. Je, unanipenda mimi kuliko samaki? Samaki wana umuhimu mkubwa kwako kuliko mimi? Na hilo swali Yesu anauliza, je, unanipenda Mariam kuliko watoto wako, kuliko kazi yako? Yesu anajua samaki ni wa muhimu, na ndio maana aliwapa samaki. Lakini Yesu kuna kitu anakitafuta kwao. Unanipenda Petro kuliko hawa samaki? Ngoja nikwambie, pima kitu ambacho Mungu amekupa na wewe na upendo wako kwa Mungu, alafu utajua unampenda Mungu ama unapenda samaki. Samaki walikuwa wazuri, lakini samaki walikuwa ni mtego wa adui kumzuia Petro asikae na kufocus ili apokee nguvu itakayosaidia sehemu yoyote akienda kitaka samaki wanakuja. Adui anaweza akakupa kitu ambacho kinakupa raha kwa muda mchache, alafu unapoteza kitu kikubwa ambacho Mungu angekupa hata iko kidogo ungekipata. Sio kama naeleweka? Yaani nguvu ambayo Yesu anayo ya kuvuta samaki, anamwambia Petro, ukinipenda mimi, hii nguvu niliyoonyesha kwenu na wewe utakuwa nayo. Lakini Petro alipenda samaki kuliko kuipenda ahadi ya Baba. Petro alipenda maisha kuliko kuipenda ahadi ya Baba. Kumbe Yesu anamwambia hivi, unatakiwa kuwa na nguvu. Hii ahadi ya Baba sio ahadi tu, hii ahadi ya Baba ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayofanya kazi ndani yako. Hii ukitembea nayo hii nguvu, kuna aina ya samaki, uwepo wako samaki watasogea.
Uwepo wako kuna afya itakutokea. Uwepo wako kuna vitu ambavyo ulikuwa unavitafuta muda mrefu vitakuwa vinakusogelea. Anasema angalia mimi Petro, ulipokuwa na mimi tulienda kilindini na ilikuwa ni mchana, samaki walikuja. Na sasa hivi tuko pwani, samaki wanakuja. Nilichokuwa nacho mimi ninataka na wewe uwe nacho. Ukiwa nacho kuna vitu vitakuwa vinasogea kwa sababu una nguvu ya kuvivuta. I'm here to declare to you, ile nguvu ambayo Mungu alitembea nayo, ile nguvu inayowezesha, ile nguvu inayobadilisha, ile nguvu ambayo inaleta unachokitaka ikawe ndani yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Unachotakiwa ni kukaa na kufocus. Yesu akarudia tena mara 3, anamuuliza Petro, Petro, je, wanipenda? Kama wanipenda, go back. Go back. Rudi Yerusalemu, toka Tiberia. Achana na kuvua samaki. Rudi tena. Rudi pale ulipoondoka. Nenda kasubiri. Viache unavyovifanya. Nenda kasubiri. Alafu anasema hivi, lisha kondoo zangu. Lisha kondoo zangu. Wakati anamwambia alishe, Petro hana hata shilingi 10. Petro hana chochote, lakini Yesu kuna picha kubwa anayoiona. Anaona kuna kondoo wengi ambao hawana malisho, alafu Petro anakuja na malisho anawapa. Manake Mungu alikuwa anaongea na Petro kwamba Petro, rudi, kuna nguvu ya utajiri nitakupa. Kuna nguvu utakuwa nayo, watu watakuja kwako wakiwa na shida, utakao unawapa malisho. Kuna kondoo wengi ninahitaji uwalishe. Wakati huo Petro hana chochote, lakini Yesu kuna kitu anakiona ndani yake. Anaona Petro akiwa ni mfugaji mkubwa, alafu Petro akiwa analisha. Manake hakutakuwa na shida kwa Petro, hakutakuwa na tatizo kwa Petro. Petro atakuwa na uwezo wa kusupply. Lakini wakati anaongea hivyo, Petro amevua samaki usiku kucha, amechoka, hana hata samaki mmoja, amekimbia wito wake. Mungu anamwambia rudi kwenye wito wako. Palipokuwa na wito wako ndipo kwenye baraka zako. Palipokuwa na kusudi lako ndipo kwenye baraka zako. Adui amekutoa kukuonyesha hapo ulipo hakuna faida, akakupa picha nyingine ukaona ndipo kuna faida. Lakini Mungu jioni leo anasema hivi, go back to your calling. Rudi kwenye kusudi lako. Mwingine inawezekana ni ofisini, unaona kama hii kazi haina maana. Kama Mungu alisema hapo ndipo kuna nguvu inashuka, kaa hapo hapo. Yawezekana sasa hivi huwezi ku-experience chochote, una experience matatizo. Nataka nikwambie, kama Mungu amekusudia aonekane hapo, Mungu ataonekana hapo. Wakati tunasema tunataka kuwa empowered, tunataka kuwezeshwa, Mungu atatuwezesha kwenye Yerusalemu yetu. Mungu atatuwezesha tukiwa mbali na Yerusalemu. Mungu atatuwezesha pale tulipokusudiwa kukaa. Mungu atatuwezesha pale tulipoitwa. Akiwa anaingia simu ya pastor wako, inabidi usimame kwanza. Tunataka kumpigia Bwana Yesu makofi kwa ajili yake. Hivi nilikuwa naongea nini? Nishasahau. Kwenye call, Mungu hatakuwezesha mbali na pale ambapo Mungu amekuitia. Nataka nikuambie, kama Mungu ameniita mimi madhabahuni, katika madhabahu hii nguvu za Mungu zitathibitika humu. Lakini Mungu hawezi kunithibitisha sehemu ambapo mimi sijaitwa kwenye hiyo sehemu. Yawezekana wewe hujaitwa kuwa madhabahuni, lakini umeitwa kuwa mkurugenzi, Mungu akakuwezesha kwenye ukurugenzi. Yawezekana umeitwa kwenye biashara, Mungu akakuwezesha kwenye biashara. Yawezekana Mungu amekuwezesha kwenye kusafiri kwa mataifa, huko Mungu akakuwezesha. Kwenye kila sehemu ambapo Mungu amekuita, Mungu akasimame na wewe. Mungu akakuwezeshe kwenye hiko kitu. Usitoke kwenda kuvua samaki. Ngoja kwambie, ubaya wa kutoka nje ya calling yako, utafanya kwa nguvu sana na matokeo yatakuwa madogo. Alafu moyo wako utaumia. Na kuna mwingine unamfundisha
Yeye hatumii nguvu kama wewe, ni kwa sababu yuko sehemu yake. Akibonyeza tu vitu vinatokea. Utaanza kuwa na wivu, utasema nilimfundisha na nidharau, mimi ndiye nilimuonyesha njia, mimi ndio hivi, mbona nisalimii, mbona niletei. Ukianza kuona unalalamika kwenye iko, ujue that is not your calling. Go back to your calling. Anamwambiaje Petro? Petro, go back, nenda kalishe kondoo zangu, achana na samaki. Petro, nilisha kudeliver kwenye samaki. Alimwambia hautakuwa tena mvuvi wa nini, wa samaki, utakuwa mvuvi wa watu. Nilisha kubadilishia field Petro, yawezekanaje unarudi tena kuvua samaki? Nilisha kufungulia mlango mwingine Petro, nilisha yasemesha malango ya kuzimu yasiwe na nguvu na wewe, imekuwaje umerudi tena? Akamwambia hivi, manake hivi, sikiza Petro, kwenye kulijenga kanisa malango ya kuzimu hayatakushinda, ila kwenye kuvua samaki malango ya kuzimu yatakushinda. Pasipokuwa na kuwezeshwa kwenye sehemu ambayo sio ya kwako, nataka nikwambie nguvu ya adui ni kubwa kuliko nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yako. Ndio maana Petro anarudi, anaenda kuvua tena usiku kucha. Ngoja nikwambie, Petro wakati anaenda kuvua, na wako 7 wanafunzi wa Yesu, wana maombi, wanafunga, wanaomba. Walisema kama tulienda na Yesu, bado Yesu yuko ndani yetu, tutaenda kilindini, tutarusha net, alafu tutapata. Na wakaenda hadi kilindini, wakarusha jarufe. Walipovuta, matope yalikuja juu. Ngoja nikwambie, kama sio sehemu ambapo Mungu amekuitia, unaweza ukafanya vile vile na ukatumia hesabu zile zile na ukawa makini kuliko ambaye yuko hapo, and yet utavua tope, samaki hawatakuja. Ni kwa sababu hauna uwezeshwaji kwenye hiko unachokifanya. Ngoja nikwambie, aliporudi Petro aliporudi akaamua kukaa. Siku 40 zikapita. Petro akasema sitoki tena, ngoja nione. Siku 10 mbele, ilipofika siku ya 50 kwenye kipindi cha Pentekoste, Biblia inasema nguvu ya Mungu ikawashukia kama ndimi za moto, kukawa na udhirisho wa nguvu, wakanena kwa lugha mpya, wakajazwa Roho Mtakatifu. Walipowezeshwa ujazo wa Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza, mbali na kunena kwa lugha, watu waliokuwa majirani wakasikia kila mtu kwa lugha yake. Means Mungu akawa expose, wasiwe tu watu wa local, wawe international. Kitu cha kwanza Mungu akamwambia hivi, niliwaambia msitoke. Kitu cha kwanza kuonyesha mnatakiwa kutoka, nitawapeni lugha ambazo hamjawahi kuingia darasani, hamjawahi kujifunza, lakini mataifa watasikia kile ambacho mnatakiwa kukisikia. Kuna uwezeshwaji ambao sio nguvu zako. Wakati watu wanasoma Kiingereza miaka 10, yeye hakuhitaji kusoma Kiingereza miaka 10. Wakati watu walitakiwa kukijua Kiswahili kwa kukaa Tanzania, Petro hakuhitaji kukijua Kiswahili kwa kukaa Tanzania. Kwa kukaa siku 40 tu, uwezeshwaji ulikuja. In the mighty name of Jesus. Kwa siku 4 ambazo tunaziendea, Mungu akafanya kitu ambacho hujawahi kukiona kwenye maisha yako. Mungu akafungue mlango ambao hujawahi kufunguka kwenye maisha yako. Mungu akakupe speed ambayo haijawahi kutokea kwenye maisha yako. Mungu akafungue malango ambayo ulikuwa unatafuta kwa muda mwingi, kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu itakayokuja juu yako. Ulivyovitafuta miaka na miaka, vikapatikane kwa urahisi. Wanaovitafuta wewe ukawapite kwa namna ambayo Mungu atakuwezesha, wakajua tofauti ya wewe na wao, kwa sababu ya nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani yako. Saini ya kwanza, Mungu akawapa lugha. Na wewe kwambia, lugha aliyowapa Mungu sio lugha ya mbinguni. Mungu aliwapa lugha ya duniani, watu waweze kusikia. Means anawa expose. Na ndio maana anasema, baada ya haya hamtakaa tu Yerusalemu, mtaenda Samaria, mtaenda Judea yote, mpaka mwisho wa nchi inapoelekea, mpaka mwisho wa dunia unapoelekea. Sasa hivi hamna nguvu, mtatamani kwenda, lakini malango yatazuia. Kuna nguvu nikikupa, automatically doors za Dar es Salaam zinafunguka, doors za Arusha zinafunguka, doors za East Africa zinafunguka, doors za Ulaya zinafunguka. Sehemu ile ile uliokuwa unatamani kwenda unazuiliwa, sasa hivi itakuwa ukisema inatokea. Visa ile ile ambayo imerudishwa kwako sijui mara ngapi, I'm telling you, baada hii ya seminar nenda ka apply tena, it will happen.
Ninazungumzia nguvu ambayo sio ya kawaida. To be empowered by God. Biblia inaniambia alipomaliza kitu fulani kikatokea cha ajabu sana. Kwenye Matendo inaelezea. Anasema alipotoka Petro alikuwa hana chochote. Alikuwa anatafuta na vikosa. Alipotoka akawahubiria wale walikuwa nasikia. Narudia tena. Wale mataifa walikuwa nasikia. Petro akasimama, akamwambia kinachofanyika sio cha ajabu. Yesu yule mlemkataa ndio huyu anayetenda kazi ndani yangu. Alisimama siku ile akaanza kuhubiri siku ile. Biblia inasema watu 3,000 wakaokoka wakamfuata Petro. Yesu aliwaambia nenda kalishe kundi langu. Kumbe Yesu alishawaandaa kondoo, alikuwa anatafutwa mchungaji. Mchungaji hakuwa anapatikana. Nataka nikwambie Yesu ameshaiandaa biashara yako, anamtafuta mfanyabiashara hamuone. Yesu ameshaiandaa huduma yako, anamtafuta mchungaji hamuone. Yesu ameshaiandaa ofisi, anamtafuta mkurugenzi hamuone. Na huyo mkurugenzi ananisikia sasa hivi. Na huyo mfanyabiashara ananisikia sasa hivi. Na huyo mchungaji ananisikia sasa hivi. Na huyo mtume ananisikia sasa hivi. Na huyo nabii ananisikia sasa hivi. Rudi kadilishe kondoo la Bwana. Biblia inasema watu 3,000. Haya. Hata mimi sina watu 3,000. Within one day. Nguvu hii Petro ameitoa wapi? Ndio maana Yesu alikuwa anamwangalia Petro, unakosea. Kwenye samaki sio kwako. Nilishabadilishaga status yako. Nikakwambia hutakuwa mvuvi wa samaki, utakuwa mvuvi wa watu. Samaki watakupa hasara, ila watu hawatakudisappoint. I refuse to be disappointed. Ninakataa kufanya kitu ambacho sio cha kimungu. Na ninaomba kwako pia, popote ambapo upo, sio mapenzi ya Mungu, Mungu akakutoe kwa lazima. Mungu akakutoe kwa lazima. Aidha unapenda haupendi, Mungu akakutoe kwa lazima. The Bible says alipoanza watu 3,000 wakaja wakokoka wakabatizwa. Alafu sasa Biblia yangu ya ajabu sana. Biblia yangu inasema wale watu wakaanza kuleta vitu wenyewe kwa Petro. Alichokuwa nakitafuta baharini sasa hivi akitafuti, sasa hivi kinakuja. Kwa sababu nguvu ina attract. Biblia inasema waliuza viwanja wakaleta miguuni kwa Petro. Waliuza magari wakaleta kwa Petro. Petro hajawaambia leteni. Biblia inasema walileta wenyewe miguuni kwa Petro. Nini kinachosababisha Petro aje? Nguvu yoyote ambayo Mungu anakupa ya kukuwezesha, kuna vitu ulivyokuwa unavitafuta hautavitafuta, vitu vitakuwa vinakutafuta wewe. Kuna watu uliokuwa unawatafuta hawatakutafuta, watu watakuwa wanakutafuta wewe. Nini kinachovuta? Mafuta yanavuta, upako unavuta, nguvu inavuta. Itawatoa watu magharibi, watakutafuta wewe. Itatoa watu mashariki, watakutafuta wewe. Itatoa watu kusini, watakutafuta wewe. Kinachovuta ni nguvu ndani yako, kwa sababu umeamua kuwa connected na nguvu ya Mungu halisi. Nyota yako itaangaza. Mamajusi wenye dhahabu zako, wenye uvumba wako, wenye manemane yako wataziona nyota zingine, watasema hizi hatutazifuata. Tutaifuata nyota ya mama yule, tutaifuata nyota ya baba yule, tutaifuata nyota ya kijana yule, tutaifuata nyota itakayokuwa inang'aa, ndio itakayowavuta. Kinachowavuta ni nini? Ni mafuta ambayo Mungu ameyaweka ndani yako. Petro akawaambia njoeni. Petro akawaambia Petro alisimama akiwa amejaa roho. Mungu alimwambia rudi kwenye location ambayo nilitaka uwepo. Rudi Yerusalemu, usitoke Yerusalemu. Kuna nguvu nataka nikupe, kuna uweza nataka nikupe. Usiende sehemu nyingine, kaa hapo hapo. Siku zinakwenda hayatokee, kaa hapo hapo, meditate. Biblia inasema walikuwa hekaluni wakisifu na kuimba. Alafu Mungu akamwambia mtoke hekaluni, msikae hekaluni, nendeni kwenye chumba cha juu, upper room, jifungieni, ombeni. When you start praying, kuna nguvu inaiattract.
Unamsababishia senda aseme, nani anayeomba reality Dodoma? Nani anayenitafuta jioni ya leo? Kwa nini anaomba? Anapojiuliza maswali hayo, kuna kitu kinaamka ndani yake. Roho anamwambia ni lazima tukawaempawe, ni lazima tukawajaze, kwa sababu wanatakiwa kusogea. Anasema wale waliotingisha dunia wamefika mpaka kwetu. Mungu anawatafuta watakao. Be empowered. Go to your room, pray. The moment you start meditating, the moment you start rikota, unapoanza kuomba, kuna atmosphere unaibadilisha. Kuna atmosphere ya umaskini unaibadilisha. Kuna atmosphere ya kukataliwa unaibadilisha. Kuna atmosphere ya magonjwa unaibadilisha. Kuna atmosphere ya machozi unaibadilisha. Kuna atmosphere ya uchungu unaibadilisha. Walijifungia. Sehemu nyingine sema walikuwa watu 120. Walijifungia. Sisi hapa tuko zaidi. Walijifungia watu 120 tu, ambao Mungu alisema ninyi ndio nitakaowapa. Maana yake zilizaliwa lugha 120. Kila mtu Mwarabu hakutafuta translator. Katikati yao kuna mtu alikuwa anakijua Kiarabu. Aliyekuwa anaongea Kiswahili walimtafuta Mswahili ana tafsiri. Aliyekuwa anaongea Kichina alikuwepo Mchina na tafsiri. Nini ninachokitaka kusema? Mungu atatuempower. Wafanyabiashara watanyanyuka. Hatutatafuta wafanyabiashara pengine. Wavuvi watanyanyuka. Hatutatafuta wavuvi wengine. Wanasiasa watanyanyuka. Wahubiri watanyanyuka. Mitume watanyanyuka. Manabii watanyanyuka. Kila mtu Mungu atampa sawasawa na hitaji la moyo wake. Ngoja nikwambie, katika watu 3000 sio wote walikuwa watu wa Yerusalemu. Waliwezaje kusikilizana? Minzi Mungu alishusha karama za nini? Za lugha kwa kila mtu. Petro alikuwa tu anahubiri, anasema Mungu anawapenda. Kuna mtu anatafsiri God loves you so much, na mwingine anatafsiri, na mwingine wanatafsiri. Watu 3000 ambao sio Wayahudi wakaja kwa Petro, wakasubmiti kwa Petro. Mungu, Isaya anasema hivi, nadhani kwenye 60, anasema na utajiri wa mataifa utakufuata. Utajiri wa mataifa utakufuata. Merikebu zitakuja kuleta utajiri huo. Meli zitaleta dhahabu kwako, kwa sababu nuru ya Bwana imekuangazia. I pray this night, ile nuru ya Bwana, ile nguvu ya Mungu ndani ya hizi siku 4. Uliyekuja na giza, giza likapotee. Uliyekuja na uchungu, uchungu kapotee. Uliyekuja na matatizo, matatizo kapotee. Uliyekuja na kukata tamaa, yakapotee, ili nuru ya Bwana iweze kuangaza ndani yako. I'm telling you, tutaondoka siku ya 4. We are full loaded. We are full loaded. Kuna vitu ulivyokuwa unaviogopa, hautaviogopa tena. Utakuwa unavitamkia tu, utakuwa unavisemesha tu, utakuwa unasema tu, viondoke, vinaondoka. The same Petro aliyekuwa muoga, the same Petro aliyekimbia kipindi Yesu anakamatwa. Baada ya hili jambo, Petro yule yule anapelekwa mbele ya Herode, haogopi. Anaongea na Herode kama anaongea na mtu wa kawaida. Petro yule yule hakuwa tena na kiburi, alikuwa ni mnyenyekevu. Petro yule yule anawekwa gerezani, gereza linamkataa Petro. Biblia inasema na malaika akaenda akampiga ubavuni, minyororo yake ikakatika, vya miguuni vikakatika, malango yakafunguka. Petro aliyekatazwa kuhubiri mtaani, kesho yake wanamkuta yuko mtaani na gereza halijavunjwa. Nini? Kuna nguvu alikuwa nayo. Hakuna gereza lilikuwa linamshikilia. Hakuna nguvu za giza zilikuwa linamshikilia. Hakuna minyororo ilikuwa linamshikilia. Hakuna aina ya mizimu ilikuwa linamshikilia. I'm talking about the Holy Spirit in you. The moment you have this Holy Spirit, you have this power. Nataka nikwambie, kuna malango yatajaribu kushindana na wewe, malango yatastikisika. Minyororo itakuachia, nguvu zitakuachia. Ni kwa sababu ya wingi wa nguvu ambayo uko ndani yako. Kama Mungu alifanya kwa Petro, Mungu atafanya kwa sisi ndani ya hizi siku 4. Kama Mungu alimwezesha Petro, Mungu atakuwezesha wewe na mimi. Sisi hatutakuwa wale na wale hawatakuwa wao. Mungu atatufanya kuwa watu wengine upya. The same Petro, Biblia inaniambia, akaenda sehemu akamkuta kilema amekaa.
Kwenye mlango mzuri wa kanisa alikuwa Petro na Yohana, wanaenda hekaluni kusali muda wa saa 9. Walipomkuta anawaomba fedha, Petro anasema hivi, fedha sio kwamba sina, lakini fedha zitakusaidia. Sio kwamba sina dhahabu, kwa sababu Petro ametoka kupokea mzigo. Unakumbuka hata Anania alikufa kwa sababu alishindwa kuleta kitu alichokiaidia. Kwa hiyo pesa Peter alikuwa nazo, lakini alichokuwa anamwambia hivi, sikupi pesa kwa sababu pesa zitakusababisha kuwa omba. Kuna kitu cha ziada. Yani senior wangu ananyanyuka. Unajua wakati John anahubiri, mimi ndo nilikuwa ninamwandaliaga. Pastor John mimi ndo nilikuwa namwandaliaga, naandaa madhabahu, wao wanasimama. Eti sasa hivi ananisikiliza mimi nahubiri kweli. Hivi John mimi nilikuwaje mhubiri? Haya mambo haya. Nyavu. The same Petro ambaye nyuma hakuna muujiza umeandikwa wa kwake kwamba amenyanyua, anafika kwenye mlango wa hekalu mzuri. Biblia inasema alipomuona yule alisimama, akamwambia, sikiliza nikwambie, umesafa kwa muda mrefu, umekaa hapa kwa muda mrefu, umeomba pesa kwa muda mrefu, umeomba dhahabu kwa muda mrefu, lakini sisi tulicho nacho ni kikubwa kuliko dhahabu na fedha. Ninakuambia kwa mamlaka ya jina la Yesu, yule Yesu alinibadilishia location, yule Yesu aliniambia nitulie alafu atanipa nguvu, huyo Yesu ndo ninamtamka sasa. Na ninapotamka sasa, ninaitamka nguvu iliyokuwa inafanya kazi kwake iko ndani yangu. I say nyanyuka in the mighty name. Alafu Biblia inasema vifundo vyake vikatiwa nguvu. Alafu hajaishia tu hapo, akamwambia, unaweza usinielewe kwa sababu una historia na mimi ya jana kwamba nilikosa samaki. Una historia na mimi ya jana nilikuwa mtukanaji. Una historia jana na mimi nilikuwa mlevi. Una historia na mimi jana nilikuwa mzinzi. Leo hii nikikwambia hata kwa jina la Yesu nyanyuke, nyanyuka. Kwa sababu nina kitu ninachokiamini utaki kukifuata. Na hiyo ndio ninayoisema sasa. Yawezekana kuna vitu vinapita kichwani mwako. Yawezekana kuna vitu vinasema iwezekane. I say in the mighty name of Jesus. 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 Nyanyuka uliposhikiliwa. Nyanyuka walipokuzuia. Nyanyuka walipokulaza. Nyanyuka walipokuonea. Nyanyuka walipokukandamiza. Nyanyuka walipokuzika. Nyanyuka walipokufukia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nyanyuka uingie hekaluni. Nyanyuka uingie kwenye hiyo biashara. Nyanyuka uingie kwenye hiyo ndoa. Nyanyuka uingie kwenye hiyo kazi. Nyanyuka uingie kwenye hiyo huduma. Nyanyuka walipokushikilia. In the mighty name of Jesus. Chochote ambacho adui amekisema, I prophesy upon your life. I prophesy upon your life. The same Jesus aliyefanya kwao ndiye anayefanya kwangu, ndiye anayefanya na kwako. I say to you, I pray to you. Kwenye hiyo situation, ninaizungumzisha hiyo situation. Kila aina ya ulemavu, kila aina ya ugumu, kila aina ya utasa, kila aina ya shida, kila aina ya nguvu ya giza, ninaiamuru sasa hivi kwa mamlaka ya jina la Yesu ikuachie unyanyuke tena. The same Petro, it reached a point. Ilifika muda Petro, watu ni wengi, hawakuwa na mic, akaacha kuombea. The Bible says kivuli chake kilikuwa kikipita, watu wanapona. Sio yeye, his shadow. Alikuwa akipita, kivuli kinabeba nguvu aliyokuwa nayo Petro. Can you imagine? Kivuli kinabeba nguvu ambayo ni ya Petro. Kivuli kinatii. Means tunaweza tukasemesha viti vyetu ofisini vikabeba nguvu tunayotembea nayo sisi. Akikaa mchawi, kiti kinamuunguza.
Nguvu zetu zinaweza zikalinda mali ambapo sisi hatupo. Yeyote atakayeshika mali zetu, nguvu zetu zitamuunguza. Nguvu ambayo Mungu anaiachilia itaondoka, sio kwako tu, itaanza kuleta effect mpaka kwenye vitu ambavyo vinaambatana na wewe. Marafiki zako watajazwa nguvu ya Mungu kwa sababu wewe upo. Ofisi yako itajazwa nguvu ya Mungu kwa sababu wewe upo. Biashara yako itakuwa na nguvu ya Mungu kwa sababu wewe upo. Kazi yako itakuwa na nguvu ya Mungu kwa sababu wewe upo. Ndoa yako itakuwa na nguvu ya Mungu kwa sababu wewe upo. Chochote ambacho kinaambatana na wewe, hata kama hakitoki kwako wewe, kitakuwa na nguvu ya Mungu popote kinapopita. Biblia inasema kivuli chake Petro sio Petro, kwa sababu kivuli kinatoka kwake, kilikuwa kina nguvu ya kusababisha madhara kwa wengine. Minzi gari lako akipanda mgonjwa, sio gari, sio wewe. Wewe ni mmiliki wa gari. Gari lako litatembea na muujiza. Biashara yako itatembea na muujiza. Chochote ambacho kimekuwa kimeambatana na wewe kitatembea na nguvu ya Mungu hata kama haupo. Nazungumzia nguvu ya kukuwezesha. Nguvu ya kukuwezesha. Sio nguvu ya kawaida, ni nguvu ya kukuwezesha. Kicha mwisho, Petro kuna muda akafika, akaambiwa kuna mtu anaitwa Tabita amekufa. Tabita amekufa. Watu wanamtafuta mfufuaji hawamuoni. Mungu akamwambia Petro, kuna mtu yuko sehemu fulani, nenda kamfufue. Petro alifika tu, alimwita tu, Tabita nyanyuka. The same Petro alishindwa kuita samaki waweze kujaa kwenye neti, leo hii anaita vitu vilivyokufa na vitu vinamtii. Hii nguvu Petro ameipata wapi? Hii nguvu, kuna siku alitulia Reality of Christ Church Dodoma. Alikaa siku 4 akameditate Mungu, akafocus na Mungu, na Mungu alivyoona ametulia na moyo wake uko tayari kupokea, Mungu aliachilia hii nguvu, ikaanza kufufua vilivyokufa, vikaanza kufufuka vilivyokufa. Chochote ambacho kimekufa kwenye maisha yako, chochote ambacho kimekufa kwenye maisha yako, haijalishi kimekaa kwa muda gani, haijalishi adui amekizika kwa muda gani, chochote ambacho hakina uhai, chochote ambacho adui alikiua ili kukuondolea nafasi yako karibu na Mungu, chochote ambacho adui amekificha usiwe na access nacho, chochote ambacho adui amejaribu kukidhuru ili kukuondoa wewe usiwe karibu na Mungu. When I pray sasa hivi, ninavyoomba sasa hivi, ninavyoomba sasa hivi, ninasemesha hiyo mauti iliyokaa, ninasemesha hiyo roho iliyoshikilia popote ilipokaa na kujificha, popote ambapo haitaki kujionyesha, popote inapoleta madhara, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kama imeleta madhara kwenye afya, imeleta madhara kwenye ardhi, imeleta madhara kwenye uchumi, imeleta madhara kwenye eneo lolote la maisha yako, ninakutamkia, hii sio sehemu yako, huyu sio miliki yako, huyu sio saizi yako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ewe mauti ulipojificha, ewe mauti ulipokaa, ewe mauti kwenye huo mwili, ewe mauti kwenye hilo tumbo, ewe mauti, ewe mauti kwenye hiyo mikono, ewe mauti kwenye hiyo miguu, ewe mauti kwenye huo uzao, ewe mauti ulipojificha usionekane, ulipojificha ukaleta ugonjwa, ulipojificha ukamnyima access, ulipojificha ukaondoa wateja, ulipojificha ukaleta uchungu, ulipojificha ukaleta pressure, ulipojificha ukaleta magonjwa, ulipojificha ukaleta kitu kingine ili tufocus na iko na tusikuone. Popote mauti ilipojificha, popote mauti ilipokaa, popote mauti ilipoenda,
jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, achia huo mwili, achia iko ambacho Mungu amempatia, achia kile Mungu ambacho amempa, achia kile ambacho Mungu amemkusudia, achia ndani ya mtoto huyu, achia ndani ya mtoto huyu, achia ndani ya mtoto huyu. Ninasemesha chochote ambacho kimekaa, chochote kilichojificha, chochote kinacholeta uangamivu, chochote ambacho hakitaki kuachia, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hauna nafasi ndani ya huyo dada, hauna nafasi ndani ya huyo mama, hauna nafasi ndani ya huyo kaka, hauna nafasi ndani ya huyo baba, in the mighty name of Jesus. These are ambassadors of Christ. These are ambassadors for Christ. Kama Kristo alivyo ndivyo hao walivyo. Anasema nendeni mtakuwa mawakili wangu, sio tu Yerusalemu, mtakuwa Yudea. Kama nilivyokuwa mimi, ndivyo mtakavyokuwa ninyi. Anasema mamlaka yote alionipa Baba nimewapa na ninyi. Nguvu yote alionipa Baba nimewapa na ninyi. Nenda katembee na hii nguvu. Nenda kavisemeshe vilivyokuwa vimekufa. Nenda kasemeshe vilivyokuwa vimezuiliwa. Nenda kasemeshe makaburi yaliyokuwa yamezuia vitu vyako. Nenda kasemeshe kila aina ya kitu ambacho kilikuwa kisimami, kwa sababu Mungu anasema utakuwa ambassador kwangu mimi, sio kanisani tu. Ukienda nyumbani nenda na hii nguvu. Ukienda ofisini nenda na hii nguvu. Ukienda kwenye biashara nenda na hii nguvu. Popote nyayo zako zitakapokwenda, Mungu anaiachilia hii nguvu. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, asante kwa siku ya kwanza. Asante Baba kwa watoto wako. Asante kwa sababu kila ambacho sio cha kwao hawatakifanyia kazi, ila kila ambacho Mungu umekikusudia, ndipo nguvu zako zikatokea, ndipo nguvu zako zikatembelea. Mungu, ndani ya hizi siku 4, kila muujiza uliokusudia uweze kufanyika na kutokea, ukatokea sawasawa na mapenzi yako, sawasawa na neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen.